Yes, karibu sana tuzungumze soka kutoka hapa JNR Mtita TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo, naitwa Babu Ali. Nyuma ya kamera kwa mwenzangu hapo AP Classic ambaye anahakikisha picha iko vizuri kabisa. Interview hii powered by Vini Kolomboka. Tuko hapa tunazungumza tukiwa wawili, mimi na brother hapa Dominic Salamba. Wewe ni watatu ambaye unaweza kuachia comment yako hapo ikawa iko vizuri kabisa. Brother Dominic Salamba, habari wa? Sasa kwako? Mimi niko vizuri kabisa. Mambo yanaendaje? Mambo vizuri, tunashukuru Mungu. Ramadhani inapanda. Sasa. Yes, tuzungumzie baadhi ya mambo machache tu ambayo yajitokeza. Kikubwa tuzungumzie adhabu ambayo tumeona ametoa bodi ya ligi. Kuna adhabu kadhaa ametoa kutokana na michezo ambayo imechezwa siku za nyuma hapo. Kubwa, dabi ya Kariakoo tumeona adhabu nyingi sana zimetoka kwa upande wa Simba tukilinganisha pia na Young Africans. Imekuwa mara kadhaa katika dabi ikitokea kama hivi, adhabu zinatokea kwa makosa yale yale, kutopita mlango ambao umewekwa special kwa ajili ya timu kuingia uwanjani. Hii inaleta taswira gani kwa timu husika, makosa yakiwa yanajirudia kama hiyo? Manake ni kwamba mpira wetu sio mpira ambao umekamilika. Unaweza kuzungumza hivyo. Mpira wetu ni mpira ambao haujakamilika. Kwa maana tunaposema kukamilika, ni lazima kila kitu kiende kwa mujibu wa sheria na taratibu. Hujawahi kusikia siku Arsenal mpita sio mwalika uwanja au Man U wameingia mlango si wa nini, hajawahi kusikia avipo au simame Lodi au whatever. Manake wenzetu tayari kuna sehemu wameshapita. Kwa sisi bado tupo kwenye maigizo ya mpira. Kwa hiyo tuna safari kubwa ya kuweza bado tuamini kwamba uwekezaji katika mpira ndio kitu pekee ambacho kitakupatia matokeo na kuwa na watu sahihi, kwa maana unawekeza kuanzia kwenye miundombinu, kwenye technical bench, kwenye wachezaji, ndio vitu pekee ambavyo vitakupatia matokeo. Bado sisi tunaamini kwamba unaweza ukashinda hata ukiwa na timu mbovu. Unaona ndio tafsiri yake. Yaani mwingine anaweza kanunua mchezaji wa milioni 800, bilioni 1, alafu ukanunua shilingi labda milioni 5, alafu bado mwisho siku ukataka kupata matokeo na ukalazimisha na ukapata matokeo. Na ndio maana unakuta pana factor nyingi sana kila siku ambazo zinapelekea kuibua sintofahamu nyingi mno. Kwa maana yake ni kwamba mpira wetu bado, yani tunavyouzungumza na jinsi ulivyo ni vitu viwili tofauti. Lakini hata ambao wanasimamia hizo timu kwa sehemu kubwa, wengi wao bado wana mawazo yale yale, yani wapo katika dimbu hilo la kutoka kule tulikotoka, bado wanaamua kushikilia mambo yale yale. Na ukiangalia fakta nyingi ambazo zinakuwa zinazungumzika, malalamiko mengi yanakuwa sio ya kiufundi au sio kimpira, yanakuwa ni malalamiko ya vitu ambavyo kimsingi havina msaada moja kwa moja na mpira wa miguu. Tukiangalia mfano matendo kama ya kishirikina, imekuwa ni kitokea adhabu mara kwa mara kwa vilabu vikubwa kama hivi. Tumeona tena kwa mara nyingine tena imejirudia. Labda hii inaweza kuwa na athari kwa wachezaji ambao pengine wanakuja katika ligi yetu kwa mara ya kwanza, mtu anaona vitu kama hivyo. Nafikiri ni hasa ukishafika na wewe ni mwajiliwa, wakati mwingine ndio tuweze kuadapt. Kuna mara kadhaa mimi nishashuhudia baadhi ya makocha wakiondolewa kwenye hizo timu kwa sababu tu ya kutaka haya mambo. Wapo na kuna kipindi makocha wengine mpaka wanakuwa wanafichwa. Kuna mengi ambayo yanakuwa yanaendelea. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mtu akija kutoka sehemu nyingine anashangaa, lakini kwa sababu ndio umekuja ni mfanyakazi na ushachukua mkataba na wao wanapima, basi unakuta wanaingia tu. Ndio maana ukiangalia kama utakuwa unafuatilia sana, wachezaji hao wa kigeni ndio wamekuwa kidogo wakiassociate na mambo ya kiimani ya kimungu, kama ni Muislamu au Mkristo, ukaona kwa sababu wanaamini katika imani. Lakini wa kwetu huwezi kuona kata malalamiko mengi sana ya mambo ni kwa wachezaji wa kigeni, kwa sababu wanakutana vitu ambavyo wakati mwingine hawajawahi kuvipitia. Kwa hiyo naamini kwamba ni vitu ambavyo wakati mwingine vinawakwaza wachezaji, makocha, lakini kwa sababu ndio timu na ndio misimamo ya timu na ndio mazingira ya timu, basi watu wanaendelea kuvumilia. Lakini kimsingi ni taswira mbovu kuona kila siku miongoni mwa adhabu ni mambo ya kishirikina, mambo yasiyo kwa kiungwana, mambo yasiyo kwa kimchezo. Ni aibu kwa timu ambazo kimsingi ndio inategemea ndio ziweze kuwa ni kioo kwa kuweza kuonyesha labda mwitikio na ukuaji wa mpira, na pengine timu nyingine ndogo zikajifunza kupitia wao. Tukiangalia kwa faini ambazo zinapewa vilabu, pengine ni ndogo, ndio maana makosa yanajirudia mara kwa mara. Nafikiri sio ndogo, lakini yani hiyo ni culture, yani ni utamaduni ambao kutoa hata wenyewe walioweka wanajua viwezi kutoka. Yani kuna vitu vimewekwa hata aliyeweka anajua vitu hivyo haviwezi kutoka. Sio, unaelewa? Kwa sababu tumekosa kuwa na watu ambao 100% wanaweza wakasimamia sheria. Sababu hiyo pia ni eneo lingine la management, kwa maana ya shirikisho, na huko tuna watu wengi ambao mimi nikiwaangalia ni kama vile bado hawana guts za kuweza kusema mpira. Wako baadhi ya viongozi ambao
wako vizuri, lakini watu walio wengi ni watu ambao na wenyewe ndio haina yao, yani si unanielewa? Yani ukifika sehemu ambayo wanakula mbwa kwa mfano, maana yake hata sheria zake kwenye issue ya mbwa zitakuwa ziko rahisi, wote sisi tunakula kwa hiyo ni changamoto ambayo ukiangalia nafikiri kuna shida hasa, kwa sababu mimi wala sikutegemea kuweza kuona hivi. Ilikuwa ni mambo tu ya kuweka sheria kali na kupiga marufuku kwamba ikitokea hivi ni hivi, ila je, una hiyo guts ya kuweza kulisimamia hilo? Tuliona ile sheria ya kugomea mchezo kiitokea nini, mpaka baadaye kabidi waje kupindua sheria, si unaelewa? Kwa hiyo tunakosa watu ambao wakasema this ni kosa na hii ni hivi, nasimama hapo. Bado hatunao watu, na hao pengine ndio wamekuwa kichelewesha. Tuna shida, angalia hata kwenye double standard za maamuzi ya vitu vingi. Kwa hiyo mpira wetu bado unatakiwa uende gile juu matangazo mengi, lakini naamini taratibu tutabadilika, na huko baadaye sio sisi wanaokuja pengine wanaweza kuja wakashuhudia watu ambao serious wanaamua kusimamia na kuweza kutekeleza mpira. Ikachukua muda mrefu sana, kwa sababu kundi kubwa ndio hao, sio unaelewa? Yani kundi kubwa ndio hao, na ukiwa kinyume na hao unaonekana wewe ni adui, sio unaelewa? Ndio hao, yani ukiwa kinyume na hao unaonekana kwa sababu jamii yenyewe ishakubali kuanzia kwenye mashabiki wa mpira, wana vitu vya kawaida tu, na hata tunavyoongea hatuelewi, yani hatuelewi kabisa. Wewe unashangaa mechi inacheza Simba au Yanga, unakuta kwenye magrupu sometimes mtu ametuma list ya orodha ya wachezaji wa Ahali wote. Sasa ya nini? Au si timu gani wote wametumwa mule? Ya nini? Unaelewa? Yaani bado tunaamini kwamba nikichukua list ya basi ya Belkana nani, majina yao kipa nani, kuna kitu nitafanya. Sasa ni kitu ambacho kimsingi kinachanganya na ni safari. Leo mashabiki wasa wanachukua majina ya watu wa Liverpool wayaweke. Hapana. Kwa hiyo tuna hiyo changamoto bado ya uelewa na kunasibisha mpira ni sayansi, ni pure sayansi. Kwa hiyo sisi tunataka tuitengeneze kidogo unaweza ukafanya kitu kikawezekana. Tukiangalia kwa upande wa waamuzi pia kuna adhabu zimetolewa, kuna wengine wameshushwa madaraja, lakini kubwa tuangalie kwenye mechi ya dabi kuna muamuzi ambaye msaidizi namba 1 nadhani amepigwa fine, lakini pia tumeona kile ambacho wamekitafsiriwa kwamba lilikuwa ni goli halali. Unadhani labda vitu kama hivi kwenye soka letu vinaweza kuepukika, au pia kutoa adhabu kama hizi zinaweza zikajenga nini? Kwanza nimesikitika sana kwa yule ambaye ameandika hizo fine. Yani mimi binafsi imenifedhesha na kunisikitisha, kwa sababu sidhani kama palikuwa pana uweledi wa hali ya juu, na pengine alikuwa ameweka mbele hisia kuliko uhalisia. Kuna lugha zimekaa mwa za kishabiki ambazo of course yani kwa mtu ambaye unajua mantiki na unajua mustakabali wa mpira itakuumiza. Ila kwa sababu watu wengi tulionao ni watu wa yaoya, atachukulia poa. Uwezo kaandika kwa kukataa goli halali. Kukataa goli maamuzi ya mwisho ni maamuzi wa kati. Anaweza kawa yuko wrong au kawa yuko right. Sawa? Wewe utakwenda kumhukumu kwa kutokuwa sahihi katika maamuzi yake, lakini sio kuja kujustify na kucement kwamba it was in a clear goal. Sio, unaelewa? Si unaanaje kizungumze? Kwa hiyo maana yake na yeye ni shabiki ambaye pengine aliumizwa na haya matokeo. Kwa hiyo kama kutoa zile sympathy zake kupitia kwenye barua official ambayo inakwenda public, sasa hiyo wanakuwa hawapitiagi, sio wanakuwa washauriani. Yaani tuna shida somewhere. Na ni shida kubwa. Yaani hiyo tunachukulia, lakini very serious, tatizo kubwa sana ambalo ukiliangalia na lina madhara makubwa. Kwa hiyo kwanza aliyeandika ulijaa ushabiki kuliko professionalism ya kazi. Lakini pile angalia hizo double standard za makosa ambayo yanaweza kutokea. Toka tumeanza kuona makosa wachezaji ya kinidhamu walikuwa wanatumia kifungu gani? 41-21. Wamefungiwa wakina Ucho, wakina Baka, wakina Soa. Ghafla leo nakuja mtu anafungiwa 41-5-2. Si unaelewa? Makosa ni yale yale. Kosa ni lile moja. Ila kwa sababu tayari ni mpira ambao wanaotusimamia kwa sehemu kubwa hawako tayari kufanya kazi kwa misingi ya sheria ambazo zimetungwa na kupitishwa na watu wao. Unaelewa? Yaani sheria zimetungwa na watu wao na timu hizo, lakini bado unaogopa kuzitekeleza. Kaangalia mchezaji wa Simba bila afungiwe mechi 5. Haina excuse, yaani imekaa pale. Sio, unaelewa? Lakini leo kuja unaweka mechi 3. Itafika siku wachezaji wa Simba au Yanga watafanya makosa 5 kwa sehemu moja. Je, utaweza kufungia wote mechi ngapi hizo?
Si unaelewa? Leo hii utatumia justification gani? Hicho sio konkreto kifungu namba 4152, 4121. Tuangalie essence lile kosa ambalo alifanya, lile kosa alifanya na kufuatilia kosa ambalo alifanya Baka na Soa. Kwa maana yake wao wana kipimo cha ziada ambacho tukioni cha kusema hapa tutumia 4121, hapa tutumia 4152. Kiko kimsingi mimi binafsi nimeona ni fedhea na ni aibu na haitoi picha nzuri ya mpira wetu. Kwa hiyo sio tu wao kuendelea kufungiwa, hata wao itakuwa wafungiwe. Yaani sio tu wao na sio tu wao kucheza fine, hata bila tuzo fine. Na nafikiri kuna haja ya baadaye kuwa, nafikiri rais wa shirikisho amekuwa akizungumza sana kuhusiana na uadilifu na watu wafanya kazi. Nafikiri hana haja ya kutengeneza chombo kingine huru ambacho kitakuwa kina monitor hizi kamati. Yaani hizi zisiwe last say hizi kamati, kwa sababu anaweza katokea mtu tu akaamua kufanya vitu kwa interest zake tu mwenyewe na akaenda kuharibu mpira mzima. Akaenda kuharibu mpira wake, huku ni kuharibu mpira. Sema kwanza mimi nilizungumza na sikueleweka. Hivi kweli hao wanaweka hizi mechi 5 wanaweza kuwa na hiyo guts? Kama utaona wewe ulikuwa unanioje. Nikasema mimi sikubaliani na mechi 5. Ni nyingi sana kwa mchezaji. Lakini kuna kipindi watashindwa kuja kuzimplement hizi mechi 5. Nilizungumza mapema sana. Unaona? Sana nilizungumza. Na nafikiri nilikuwa nafanya mahojiano na kituo kimoja na ndugu yangu yuko pale na Bakari Malima alikuwa na kipindi siku moja kwenye kitu ambacho anakitumikia. Yuko Bakari Malima alikuwa kinasaidia ili muandike na wengine wako pale. Nikatoa mchango wangu. Na brother Malima alisema hapana, ili sheria mechi 5 nini, nikamwambia lakini kweli wanaweza kuziimplement, tusiwe biased. Sasa leo nafikiri kwenye kipindi chake kinachofuata atakwenda kudiscuss hilo na lenyewe kwamba nilizungumza mimi 5 ni nyingi, at least 3. Hata hao ambao waliweka 5 wamegundua kwamba kuna wakati mwingine inashindikana kuweka 5 kwa sababu ambazo wasijua wao, wamekwenda kwenye 3. So unaelewa? Kwa hiyo binafsi nafikiri haiko sawa na inakwenda kuharibu na kwenda kuwa ni yani kwenda kuhalalisha chochote alichokifanya. Na sasa kuoje hata huyu ulimfungia miezi 6 na 3 umeangalia nini? Si unaelewa? Si yani umeangalia nini? Huyu wa Dube sawa miezi 3. Yule kule miezi 6. Na ukasa umespecify kwamba ilikuwa ni goli halali. Si unaelewa? Huyu na angeenda kufunga lingekuwa sio goli halali. Sasa ni nini? Bwana fikiri kuna mimi binafsi sijapendezwa nazo. Si kwa maana ya kuegemea upande, lakini kwa maana ya kwenda kusimamia muhimili na kuweza kujua watu wanataka waone hizi sheria zikifanya kazi. No matter Simba, no matter Yanga, ili tuanze kushape mpira. Lakini kwa namna hii huwezi kushape kwamba kama watu wanaweza wakawa wanashindwa kuona. Na ukiangalia ukienda mbali sasa Simba hawana mshambuliaji mwingine ambaye ni kinara, ni Mwalimu Selemani. Ndio yuko pale. Kwa hiyo unatafuta namna, wewe mwenye sheria unatafuta namna za kwanza kulibalance hapo. Because mimi limenisikitisha binafsi yangu na natoka mwanzo nikasema hii kamati kama inakwenda kwa miemko hivi. Toka mwanzo adhabu zao zile. Lakini itafika wakati zitawapalia. Walianza vizuri sana, walianza Baka 5. So kuna itafika hatua zitawapalia. Na tuweza kuona zimeanza kuwapalia. Itafika hatua hautasikia kwa sasa 72. Take it from me. Itavushwa. Itafika hatua itavushwa. Sasa kama kitu mnaona kwamba muwezi kukifanyia kazi, msiweke. Usijue, yani usiweke sasa. Unaweka kitu ambacho huwezi kukisimamia. Usiweke. Labda mwanzo nilivyokuelewa kwamba kwa ligi kuu kuwepo kwa bodi ya ligi kunatakiwa kuwe na chombo kingine ambacho kinaweza kando kama final. Bodi ya ligi kana nasimamia. Kama kuna regulator, sio tu kusimamia kwa maana ya ligi, bodi ya ligi wanza wakabakia, lakini wao wasiwe final kwenye baadhi ya vitu very sensitive. Kwa sababu je, mpira wa miguu na vitu vingi. Hata tunazungumzia kupanga matokeo yapo duniani huko, yapo yanafanyika. Sawa ni vitu ambavyo ni watu kwenye ushindani, mambo mengi yanaweza katokea. Lakini pia kupata watu ambao sio waadilifu inatokea. Viongozi wakati tushashuhudia mara ngapi viongozi hata wakati mwingine kwenye serikali wakifungwa kutokana na matumizi mabaya madaraka nini. Kwa hiyo binadamu ana hizo hulka ambazo zipo tu na zipo kwa binadamu, yani sio tu kwenye shirikisho, sio kwenye wapi, zipo. Kwa hiyo lazima kuwe kuna sehemu ya kutafuta justification na kulinda na kuzuia hayo mazingira bila kuwa na pressure nyingine ya nje ambayo inafanya watu washinde kuamua. Hao watu wakapata nafasi wakajifungia sehemu wakatumia nafasi yao kwa manufaa yao wenyewe, kwa sababu sheria inawapa mamlaka.
Yaani usipate mtu ambaye pengine atakuwa yeye ni Yanga, kwa hiyo anakwenda kwenye kamati akiwa ana hasira, anakwenda kutumia hisia zake za Yanga kufanya maamuzi, au akawa ni Simba au akawa ni Azam. Tuondoke huko, tutafute watu ambao hata kama watakuwa na timu, lakini wakifika pale wabanwe na sheria na kanuni zilizopo. Kwa hiyo kama ni Yanga, kama ni Simba, ni Azam, Dodoma Jiji, ni nani, ashindwe kutumia mapenzi yake binafsi akaenda kuathiri mpira. Unaona? Hasa leo hii hapa hayo yanatokea, mwisho siku ambacho kinakwenda kuchafuka ni shirikisho ambalo liko chini ya wale askaria. Si unaelewa? Kwa hiyo anakwenda kupata, anakwenda kuchafuka kwa makosa ambayo watu wamekaa tu, kikundi cha watu kadhaa wamekaa tu wakaamua, na wakishaamua ndio ishapita. Mara ngapi shangaa uwanja leo unafungiwa, kesho unafunguliwa. So unaona hizo scenario, yaani leo unafungiwa, kesho unafungiwa. Sasa marekebisho gani hayo? Tena baadaye unafungiwa tena. Sasa kama uligundua huko hotel, kwa nini ulifungulia? Wewe ndio umeenda kukagua, si ndio? Tunakaa tena KMC umefungwa. Vitu vingine kama unahisi pengine ni vitu vya kawaida, kwa nini usiandike tu barua ya internal? Wakaenda wakaguzi, wakafanya kazi, mkatoa ya muda mrefu, mkagundua kama tuko tayari tu kwenye maangalizi. Kwa hiyo kwanza leo ujui kipi cha halali, kipi si cha halali. Sasa hiyo mtu anaweza akaitumia vibaya, akaona okay, hapa kuna uwanja hauko vizuri. Sawa? Na hapa kuna hiyo timu ambayo inakuja kucheza sio timu yangu. Sasa penzi nayo ipeleke. Hapa hawezi kupata point. Uwanja unatope. Baada ya pale mechi inakuja ya timu yangu ufunge. Mtu anaweza kama kutumia hivyo, kwa sababu mamlaka amepewa, akatumia. Mwisho siku unakuja kuleta chaos kwa watu huku na kutengeneza mazingira kutokuwa na usawa, kitu ambacho kimsingi sio kizuri. Huko tushavuka. Mpira unatakiwa uende usome katika mpira. Yaani iwe ni watu wake wote wana mapenzi na timu zao. Hakuna uongozi ambao utapata ambao wana mapenzi, lakini mapenzi yao yasinasibishwe na nafasi ambazo wamekabidhiwa kwa mujibu wa sheria taratibu. Si sahihi. Tumalizie kwenye hili brother Dominic Salamba, kila msimu makosa ya waamuzi, yaani kunakuwa na kelele nyingi kuhusu waamuzi. Labda pengine nini kifanyike? Msimu huu utasikia Simba inabebwa na waamuzi, msimu ujao utasikia Yanga wanatembea kwenye njia za ushindi kupitia waamuzi. Nishazungumza hapa kwamba tupate namna bora, yaani hao viongozi wetu wakiwa smart, wakiwa governed na sheria ambazo kweli watu wakazisimamia, hao watafanya haya mambo. Ndio mimi nikwambia, sio makosa ya kibinadamu hayo, sio makosa ya kibinadamu. Ni makosa ambayo watu wanaamua kuyafanya tu kwa hisia zao wenyewe, kwa matakwa yao wenyewe, kwa tashwa wenyewe, kitu ambacho wakati mwingine ni aibu. Unaona, mtu anaamua tu anaamua namna mtachomfanya. Unaona, hamna mtachomfanya. Kwa siku nikamwambia mtu mathalan, nikamwambia mtu anaweza kaamua tu, kwani miezi 6 nini? Miezi 6 kitu gani? Wewe unajua pengine ampewa kiasi gani mpaka afanye kitu kile? Mtu anapima tu, anapima na moko kipi ni kipi, anaangalia anafanya tu, ajitoa akili, anaamua maamuzi ya ovyo, vitu vinapita. Haikuna watu wanaathirika. Si unaelewa? Kwa maamuzi ya mtu mmoja ambaye alikaa kaamua tu kufanya. Kwa hiyo binafsi nafikiri sio sahihi. Yeah. VAR inaweza kuwa suluhisho kwa baadhi ya mechi. Haiwezi kuwa suluhisho kama watu wako smart, kama hawajaamua. Kwa sababu VAR hazikai roboti. Wanakaa watu human being wale. Na ndio nilikuwa nazungumza kwamba kabla tujafikiria kuweka VAR, tushatengeneza watu wasafi ambao wako tayari kwenda kuionyesha haki, kwenda kuzungumzia ukweli bila kujali kelele za nje zikoje. Tunao hao watu. Kwa sababu VAR wanaongoza watu. Mechi ya Yanga na Mamelodi. Kwa nini walikuwa na VAR? Kitokea nini? Tafasasi na Morocco hawakuwa na VAR. Niwelekea nini? Kwa hiyo hao ni watu, yaani sio issue. Anakanyaga tu, mtu akuiti wala nini. Nenda ndio ishaisha hivyo. Si unaelewa? Kwa hiyo sio sababu. Kwa msingi kwanza ni kutengeneza watu ambao watakuwa wao wako tayari kuonyesha usafi na kusimamia sheria taratibu ambazo zilizopo. Wawe tayari. Kwa hiyo ukitoa VAR utakuwa umewasaidia. Mtu ambaye amepanga kuchelewa kazini, sawa? Hata ukimtumia lifti anakwambia sipande na nasema napitia, sikapanga kuchelewa kazini. Sasa unaelewa? Yeye akasema leo nataka nifike saa 4. Wewe utafanyaje? Kwa hiyo kwanza ni ile ina willing ya mtu aweze kujua. Hiyo ndio cha msingi. Kwa hiyo mambo mengine yote haya hayawezi kusaidia, kwa sababu zile VAR haziongozwi na mizimu au na nani, ni watu. Na ndio hao ambaye leo alikuwa yuko pale ataenda kule ndani, si ndio hao waamuzi, si ndio watu nao. Yule ambaye leo alikuwa atakaa huko ndani, ataongea na yule na watawasiliana, watafanya maamuzi. Sasa ni yale tu. Mimi nikushukuru bwana kwa time yako brother Dominic Salamba. Nakushukuru pia. Ni weekend hii bwana brother Dominic Salamba, najua watu wanaburudika, watu wanapenda kujaribu ladha tofauti tofauti. Habari gani mpya kutoka Vini Nkolombo?
Vini Nkolomboka nazidi kuambia kwamba kipindi hiki ambacho unaweza kuona kuna hali ya hewa ya mvua, unaona wakati mwingine mtu panakuwa anajisikia uchovu na vitu vingine vingi, lakini yale mafua unaona kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa na vumbi na nini, ndio kipindi ambacho unaweza ukaamua kutumia Vini Nkolomboka, kwa sababu kinywaji ambacho kimetengenezwa kwa ubora wa hali ya juu na kimesindikwa ndani ya siku 30, lakini pia kina mchanganyiko wa vitu vya asili. Tutazungumzia ginger, kwa maana kwamba kuna tangawizi hapo, unazungumzia kuna asali, lakini pia kuna black pepper ndani yake, ikiwa ina uwezo kupatia nguvu na kuweza kuonyesha thamani halisi ya mwanaume na kuweza kutimiza majukumu yako. Kwa hiyo kwa yule mwanaume aliye wa kweli ambaye anatamani kuonyesha kwamba yeye ni mtu wa kazi na hatamani kushindwa na yuko katika kupigania malengo yake ya siku hadi siku, cha kufanya nisiongee sana, sio mpaka tukwambie sana, nenda kanunue chupa moja tu ya Vini Nkolomboka, alafu jaribu kupiga ile pale. Baada ya hapo utanipigia simu na kunishukuru. Sio kwenye hili tu, na mambo mengine mengi ambayo wewe unayafahamu hatuwezi kuyazungumza. Nataka nikuulize hilo. Kwamba ni yeye mwenyewe aende akapiga video atakuja kuniambia. Tuanza kulalamika unakaa unasimangwa, kumbe kuna kodi hujaiona. Vini Nkolomboka ndio white nakupatia leo mimi. Mchome Mapofu bila shaka amesikia hilo. Bwana, sisi tumezungumza mengi sana hapo na interview imekuwa powered by Vini Nkolomboka, na sasa hivi ni weekend, nafahamu pia hali ya hewa kama alivyosema hapo brother Dominic Salamba inaruhusu kabisa, basi unaweza kupata kinywaji chako hivi sasa ikawa vizuri kabisa. Nyuma ya kamera kwa mwenzangu hapo AP Classic ambaye anahakikisha picha iko vizuri kabisa. Mimi naitwa Babu Ali. Shukrani sana kwa nasi. Subscribe YouTube channel yetu kama bado hujasubscribe. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel? Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali. Garden nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.